Je, unajua ni kwa nini jamii nyingi za Kiafrika watu walikuwa wanamchukia shangazi kuliko ndugu yoyote yule? Jibu ni kwamba shangazi, kipindi hicho shangazi alikuwa shangazi kweli, Shangazi alikuwa na uwezo wa kusimamia maadili ya ukoo, alikuwa anasimamia brandi ya ukoo. Tunaweza tukasema kwa sasa hivi kwa shangazi ni mtu ambaye alikuwa na jukumu la kimila la kusimamia brandi ya ukoo. Kwa alikuwa shangazi hayupo tayari brandi ya ukoo iharibiwe na mtu mmoja ndani ya ukoo. Ndio maana shangazi walikuwa wanaonekana kama hawafai kwenye jamii kwa watoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu shangazi alikuwa hakubali mtoto akosee na yeye yupo. Alikuwa anashughulika, anajua namna ya kumkaripia, namna ya kumtisha na namna ya kufanya mtoto atii sheria hata kwa kuto kupenda au kwa kupenda. Lakini hicho ndicho kiliwafanya wakina shangazi waonwe kama si watu wenye huruma, si watu wenye msaada kwa jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wana uwezo wa kukasirika, kutumia lugha kali ili mradi familia isipoteze taswira yake. Watu wengi walishindwa kuelewa. Ndio maana sasa hivi huwa kuna neno linaloitwa mashangazi. Hili neno mashangazi linatokana kwa sababu shangazi wa siku hizi hawapo kwenye maadili, hawasimamii maadili, wameondoka kwenye mstari wao, hawasimamii maadili yale ambayo yanampaswa familia yake iwe au ukoo wake uwe. Kwa unakuta shangazi wa siku hizi wapo hapo, ndio maana watu wengi wanaita mashangazi kwa sababu wanawachukulia kawaida. Lakini zamani ilikuwa shangazi akiitwa ujue hapo ni kama ni mahakama ya rufani, sasa kwa ni mahakama ya mwisho. Kwa hiyo mahakama ya mwisho ndo shangazi anaitwa kusuluhisha jambo. Akiitwa shangazi ujue hapo ni jambo gumu ambalo shangazi akitoa maamuzi na ni kweli hayo maamuzi yanasimamiwa. Kwa shangazi alikuwa anaogopwa kwa sababu alikuwa ni mtunza nidhamu kwenye ukoo, sio kwa sababu alikuwa mkandamizaji. No, tusielewe hivyo, lakini tuelewe shangazi zamani walikuwa wanasimamia maadili. Ndio maana maadili zamani yalikuwa vizuri tofauti na sasa hivi. Watoto walikuwa wanajitambua kwa sababu wanajua akipelekwa kwa shangazi hapo utafute wakili ambaye atasimama vizuri. Hii ni dondoo kutoka The Green Voice TV. Endelea kufuatilia The Green Voice TV.